Habari za wakati huu, mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Kuna Pendo Gotoni. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba amewataka wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwajibika katika kutunza vyanzo vya maji hususan ya Ziwa Victoria ili liendelee kuhudumu vizazi vya sasa na vijavyo. Aidha, amewataka wadau kuendelea kuweka mikakati ya kutoa elimu ya uhifadhi wa mazingira kuanzia katika ngazi za shule ya msingi ili wananchi wawe na utamaduni wa kutunza vyanzo vya maji ili kutatua kero za uharibifu wa Ziwa Victoria. Kauli mbiu yetu ya leo imetupa mwongozo, tuende tukaiishi kauli mbiu hiyo kwa nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wanachama wanaohusika na bonde la Ziwa Victoria. Kwa mahitaji ya samaki wenye ladha halisi kutoka Ziwa Victoria, yani Sato na Sangara, utawapata sehemu moja tu, JS Kitui Store. Wanapatikana soko la samaki karibu na Benki Kuu Mwanza. Wanatuma mikoa yote nchini, samaki safi wenye ladha ya kuvutia. Pili, tuendelee kuweka mikakati endelevu ya kutoa elimu ya uhifadhi wa mazingira ya Ziwa Victoria kwa wananchi kwa namna ya pekee, kwa watoto na vijana, na kupitia shule za msingi na sekondari. Anzisheni clubs ambazo zitakuwa zinajihusisha na masuala ya uhifadhi wa mazingira ya Ziwa Victoria. Wekeni clubs zile, wekeni mashindano ili kuweza kuwa na utamaduni ulioendelevu wa kupanda miti na kutunza mazingira. Na tatu, kuhusu uendeshaji wa kituo kikuu cha kuratibu uokoaji madini kilichopo hapa jijini Mwanza na vituo vidogo vya Kisumu kule Kenya na Entebbe kule Uganda. Hakikisheni kuwa vituo hivyo vinaanza kufanya kazi mapema na kwa ubora na kwa ufanisi wa juu. Kama tulivyosema siku ile, masuala ya madini hayatoi taarifa, yakitokea ndio yameshatokea hivyo. Kwa ni vyema tukawa na ufanisi wa juu katika kutekeleza uratibu wake ili kuweza kuokoa maisha ya watumiaji wa vyombo vinavyopita madini, usafirishaji pamoja na shughuli zingine za kiuchumi. Taasisi za tafiti, hakikisheni mnatafiti na mnapata namna bora ya kutatua kero ya magugu maji ndani ya Ziwa Victoria na kupata suluhisho la kudumu. Kama ambavyo Mheshimiwa Mbunge ametutahadharisha hapa, tusishuhudie tena kukauka kwa ziwa letu ama hata kupungua kina ama kupungua maji katika ziwa letu. Tano, endeleeni kuimarisha sera na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika ufuatiliaji wa rasilimali za ziwa, ikiwemo matumizi ya mifumo ya kidijitali katika kufuatilia uvuvi, ubora wa maji na mabadiliko ya tabia nchi. Na sita, wananchi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tuwe mstari wa mbele kushirikiana na mamlaka husika kuzuia vitendo vya uharibifu wa mazingira ndani ya maji. Katibu mtendaji wa Umoja wa Mawakala wa Meli Tanzania TASA Bwana Abel Uronu ameweka wazi kuwa mageuzi makubwa ya teknolojia ya meli duniani yanalazimisha mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA kuwekeza kwenye miundombinu ya kisasa, na uwekezaji huo hauwezi kukamilika bali kuwepo kwa ada ya uendelezaji wa miundombinu mipya ya bandari PID. Akizungumza mkoani Dar es Salaam kuhusu umuhimu wa tozo hiyo ambayo hivi karibuni TPA ilishusha kutoka 9% hadi 4.5% ya kodi ya forodha baada ya kusikiliza wadau, Uronu amefafanua kuwa tozo hii inakwenda kuzaa miradi mikubwa ya kimkakati itakayoifanya Tanzania kwa miongoni mwa mataifa yenye bandari za kisasa. Kwa majina yangu mimi naitwa Abel Uronu, ni katibu mtendaji wa association au umoja wa mawakala wa meli unaitwa Tanzania Shipping Agents Association, kwa kifupi wanasema TASA. Tunahitaji modern ports, na tunapohitaji modern ports lazima ziwe developed. Meli sasa hivi zinakuwa developed,
Kuna meli za specifically special for containers ambao ukirudi miaka ya nyuma hazikuwepo kwa wingi wake ule. Zilikuwa general cargo vessels, bulk ships, general cargo ndio zilizokuwepo. Lakini sasa baada ya maendeleo katika sekta ya usafirishaji duniani, wenye meli wamekuja na specialization kutengeneza meli ambazo zitakuwa zinabeba macontainer tu, container carriers, container ships. Lakini pia wamekuja kwenye specialization ya kutengeneza meli za kubeba magari tu, car carriers, na speciality zaidi imekwenda kwenye roro ambako wanapakia magari ya kuendesha kuingiza ndani na kuendesha kutoka nje. You roll in, you roll off, you drive in. Ukifika bandarini pale utakuta meli limeangusha ramp. Ile rampu pale ni kama kadaraja kutoka melini kuingia nchi kavu, ambako magari yanaendeshwa kutoka melini yanakuja nchi kavu. Ni specialization. Na sasa meli zikishakuwa na specialization ya namna hiyo, zinataka pia modern ports. Lazima ports ziwe modern. Huwezi kupeleka roro vessel kwenye bandari ambayo is not specialized, ambayo haiwezi kuhandle. Kwa hiyo hii inalazimisha mamlaka za bandari kuweza kujikita katika kufanya developments in the ports ili kwenda na wakati husika. Wanaangalia meli, wateja wake ni nani, port users ni akina nani, na wanakuja na requirement zipi. Kwa hiyo hawa ndio wanaosababisha pia mamlaka ya bandari popote duniani, the port authorities, kufanya development ya ports zao, kwa sababu wanazingatia hali ya utendaji wa kazi na facilities na meli wanazozihandle kwa kipindi kile. Lazima wafanye maendeleo. Kwa hiyo hizi tozo zinazotozwa sehemu kubwa ni katika utendaji wa kazi mamlaka ya bandari katika kuifanya bandari iwe modern, iweze kukopa na wakati duniani. Tunajua bandari zingine zetu nchi mbali sana, nchi za nje zimeendelea sana. Singapore, Rotterdam, kichukulia hizo bandari zimeendelea kiasi ambacho sasa hivi wanafanya kazi ndani ya bandari ni electronic, vitu vinakwenda kitaalam tu. Ni TEHAMA inayofanya kazi kule. Watu ni wachache sana ndani ya bandari, kama wapo ni wachache sana, lakini kila kitu kiko digitalized, kwamba dereva ndiye anaingia kule, anakwenda kuchukua container na anakwenda akijua anaenda kuchukua container wapi, location, kila kitu ipo pale kwenye truck lake au kwa tractor lake. Analocate tu pale, ameshaambiwa liko mahali anakwenda. Hakuna matraki ndani ya bandari kama jinsi kwetu tunavyoona sasa hivi, na pia hakuna watu kujazana bandarini kama tunavyoona kwenye bandari ya kwetu. Sasa faida ya tozo ni faida kubwa sana, na hizi tozo zinaisaidia bandari katika maendeleo mbali. Kwa mfano tukichukua hapa bandari ya kwetu, wana programs, kuna projects nyingi ambazo zimewekwa, na hizi projects zitafanikiwaje kama tusipokuwa na hizi tozo. Tozo ni za msingi sana kwa ajili ya kuleta maendeleo haya. Kuna liquid bulk handling terminal Dar es Salaam Port, ambayo nayo inatakiwa kujengwa, development offshore. Hizi ni project ambazo TPA wanazo. Ukiangalia kwenye taarifa ambayo wamereview sasa hivi 2026, ambayo itaoperate kuanzia Julai 2026, kuna miradi ambayo wanajenga. Na liquid bulk handling terminal ni ya mafuta. Hapa tuna KOJ moja tu, Kurasini Oil Jet, ambayo inafanya kazi,
lakini wanataka kuongeza sasa upana wa kuhandle hizi meli za mafuta, tuweze kuhandle meli nyingi za mafuta ndani ya bandari na kusiwe na ucheleweshaji. Kuna project kama ya Intermodal Rail Terminal Dar es Salaam. Intermodal ni terminals ambazo zinahusika kuangalia kuunganisha usafirishaji wa mizigo, na sana sana ukizungumzia mambo ya intermodal au multimodal, una connect biashara ya meli ndani ya bandari, kuconnect na rail, connect na barabara, kuconnect na rail. Tuna sasa hivi Tanzania tuna MGR, tuna SGR na pia tuna TAZARA. Sasa hizi zote zinatakiwa zinapokea mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kuna development ambayo kwa njia moja au nyingine TPA wanahusika katika hizi development. Hizi development sasa haziwezi kufanyika kama TPA haitakusanya hizi tozo kwa sehemu. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilayani Kinondoni imethibitisha kukamatwa na kurejeshwa nchini kwa mtuhumiwa Stephen Ngole anayefahamika pia kama Thomas Maweja, mmoja wa wakurugenzi wa Steka Export Company Limited aliyekuwa ametoroka nchini tangu mwaka 2023. Akizungumza leo Mei 22 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere, mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Kinondoni Christian Nyakizes alisema mtuhumiwa huyo alikamatwa Entebbe. Ninatoa taarifa kwa umma kuhusu kupatikana, kukamatwa na kurejeshwa nchini kwa mshtakiwa anayetambuliwa kwa jina la Stephen Ngole, kwa majina mengine anatambuliwa kama Thomas Maweja, ambaye ni miongoni mwa wakurugenzi wa kampuni ya Steka Export Company Limited. Mshtakiwa huyo alikamatwa Uganda katika mji wa Entebbe Aprili 26 baada ya kufuatiliwa kwa muda mrefu, takriban miaka mitatu tangu 2023. Mshtakiwa huyo ni mmoja wa washtakiwa 7 wanaokabiliwa na mashtaka ya kugushi nyaraka, kujipatia fedha kwa njia za kudanganyifu na utakatishaji wa fedha haramu katika shauri la jinai namba 12 la mwaka 23 linaloendelea kusikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Kwa pamoja washtakiwa wote wanadaiwa kujipatia jumla ya dola za Kimarekani 678,810 takribani bilioni 1.6 baada ya kampuni yao ya Steka kuuza tani 110 za madini ya shaba kwa kampuni iliyopo China, Shanghai. Hata hivyo, badala ya kusafirisha madini ya shaba, badala yake walisafirisha chupa tupu za vinywaji zilizotumika zikiwa zimejazwa katika viroba katika makontena 5 kipindi cha mwaka 2022. Baada ya uchunguzi wetu wa TAKUKURU kukamilika, washtakiwa 6 walifikishwa mahakamani, huku yeye Stephen Ngole akiwa ametoroka tangu mwezi Mei 23. TAKUKURU kwa ushirikiano sasa na vyombo vya uchunguzi vya ndani pamoja na Interpol iliendelea kumtafuta kila eneo ambalo alikuwa anasadikiwa kuenda, ikiwa ni pamoja na nchi za Uganda, Kenya, Uturuki, China na hata Spain, na baadaye alibainika na kukamatwa katika mji wa Entebbe nchini Uganda Aprili 26. Mshtakiwa huyo ni raia wa Kongo, atafikishwa mahakamani kwa ajili ya kuunganishwa na washtakiwa wengine ili waendelee taratibu za kisheria kama kwa mujibu wa sheria. Tunapenda kutoa rai kwa watu wote wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu kwamba hakuna mtuhumiwa atakayekuwa salama popote atakapojificha, iwe ndani ya nchi iwe nje ya nchi, atatafutwa na atapatikana. Vyombo vya dola vitaendelea kuwafuatilia wahalifu wote na kuhakikisha kwamba wanakamatwa ili wakabiliane na mkono wa sheria. Aidha, serikali yetu sasa ya Tanzania haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wahalifu wote, wawe raia na wasio raia, watakaobainika kujihusisha na vitendo vya uhalifu
vitakavyokiuka sheria za nchi. Hatua hizo zitawahusu pia wale wote wanaoharibu taswira ya uwekezaji, biashara za ndani pamoja na biashara za kimataifa kwa vitendo vya udanganyifu, utapeli na ukiukaji mwingine wa sheria za nchi. Tunazishukuru mamlaka za Uganda pamoja na wadau wote waliofanikisha kukamatwa mpaka kuwasilishwa hapa nchini kwa mtuhumiwa wetu ambaye ni mshtakiwa wetu. Hii ilifanyika hapa nchini kwa kampuni ya Kitanzania inayojulikana kama Steka na ambayo iliuza madini ya shaba kwa kampuni nyingine ya nchini China katika mji wa Shanghai. Watuhumiwa ni mchanganyiko, kuna Watanzania, kuna Mkameruni na kuna Mnepal pamoja na huyu raia wa Kongo ambaye leo hii amewasilishwa hapa nchini akitokea Uganda alipo. Taratibu zote za kisheria zitafanyika, na baada ya kukamilika kwa taratibu hizo za kisheria atafikishwa mahakamani na ataunganishwa na watuhumiwa na washtakiwa wengine katika mahakama ya Kisutu. Waziri wa mambo ya ndani nchini Patrobas Katambi amewaasa vijana kutoa taarifa za wahalifu na kuacha tabia ya kuwaficha ili kulinda usalama wa jamii. Amesema wahalifu hutoka ndani ya jamii, hivyo kuficha taarifa zao kunahatarisha usalama wa wananchi wote. Katambi ametoa wito huo jijini Dodoma wakati wa jukwaa la maendeleo ya vijana lililowakutanisha vijana zaidi ya 600. Ili uwe kijana mwenye staa na kijana mwenye mafanikio, ni vizuri sana tukajua sheria za nchi yetu na tukazitii na tukawasaidia wengine pia kuzijua sheria za nchi yetu, kwa sababu mara nyingi vijana wengi wamekuwa wanakumbwa na matatizo kwa kufanya mambo au vitendo au kwa kusema na kujikuta kwenye mkono wa sheria na matokeo kupata madhira bila kujua kwamba kulikuwa na sheria. Tunahamasisha sana umoja wa kitaifa ili kuhakikisha masuala ya ukabila yanakuwa ni uadui wetu. Yoyote anayeleta ukabila msimuentertain. Yoyote anayeleta masuala ya ubaguzi wa kidini tusikubaliane naye, na anayeleta siasa chochezi, siasa zinazohamasisha vurugu na maumivu, siasa zinazotubagua na kututenga, tusiwape nafasi. Lakini hivyo hivyo kutoa taarifa kwenye masuala yote yanayohusiana na uhalifu. Wahalifu ni ndugu zetu, wahalifu ni jirani zetu, wahalifu ni watu wanaotoka kwenye jamii zetu. Padri mmoja alikuwa anaitwa Yamora, wakati wa mauaji na persecution za Wajews kule Marekani, walifanya mambo ambayo kila mmoja alizani hayamhusu, na yeye kwa sababu alikuwa kiongozi alisema hayamhusu. Kwa akaona watu wanafanya mambo makubwa, wengine wanaumizwa, wengine wanagandamizwa, wanapata changamoto. Yeye kwa sababu alikuwa kiongozi wa dini alisema hayamhusu. Kwa hiyo usiende kuona maovu na machafuko yanatokea na uasi dhidi ya nchi yako, dhidi ya taifa lako, ukanyamaza. Katika jambo la maadili, taifa na uzalendo liwe la kwetu sote, kwa sababu amani inatuhusu sote. Swala la elimu kwa jamii, nyinyi bahati nzuri mmepata bahati ya kuelimika. Nendeni mkatoa elimu hiyo na kuambia wengine na kuwakumbusha kwamba tunalo taifa letu moja, taifa Tanzania, mama yetu Tanzania, tuisimamie, kwa sababu kesho na kesho kutwa taifa letu likiteketea, likiangamia kwa sasa, tumekunyima nafasi ya wewe kuja kuwa waziri wa mambo ya ndani, naibu waziri wa mambo ya ndani. Tumemnyima Samia ambaye alikuwepo hapa, tumewanyima viongozi wengine wakubwa ambao leo mnanisikiliza. Ipo siku sisi tutakaa huko kuwasikilizeni. Matumizi sahihi ya mitandao ni yale yanayokujenga, yanayokuletea faida za kifedha, za kiuchumi, kujifunza, exposure na kukusaidia kukua kiuchumi. Mitandao itumike kukusaidia kujua taarifa za afya, ikusaidie kujua kuhusiana na namna mataifa mengine yanavyopiga hatua katika maendeleo. Mitandao ya kijamii itumie kama fursa. Kamwe tusitumie mitandao ya kijamii kudhalilisha watu, kutweza watu. Tusitumie mitandao ya kijamii kuvunja sheria. Masuala ya uongo, uzushi, chuki na ubaguzi, haya yote katika mataifa mbalimbali yalianzia kwenye mitandao ya kijamii na hatimaye wakajikuta hawana taifa. Ndugu zangu, lipo taifa hapa liliwahi kuwa na uongozi
ambao ulitoa almost kila kitu kwa wananchi wake, lakini kwa sababu ya machafuko, uzushi na masuala haya ya subversion na uzandiki, taifa lile lilichochewa na kuchongewa dhidi ya uongozi wake, na hatimaye walishia kwenye vita, mauaji, na leo hata mnavyozungumza hakuna uongozi ulioimara. Haya tusiyaruhusu kwa taifa letu Tanzania. Amani ni gharama, na gharama ya amani ni kuwa mkweli na kuilinda. Tutoe taarifa popote pale tunapokuwa, zile zinazopelekea kwenye masuala ya uhalifu, ili uweze kudhibitiwa na jamii iweze kubaki salama zaidi. Kwenye mipaka yetu kuna uvamizi dhidi ya vijana wengine kutoka nje ya mipaka yetu. Kuna uvamizi unaweza kutumika dhidi ya watu ambao wameshaingia ndani ya mipaka yetu, na tuna uvamizi wa kulinda mipaka yetu dhidi ya sisi wenyewe wa Tanzania, na wakatumia vibaya mipaka yetu kuruhusu wageni ambao wanaweza wakaleta madhara zaidi. Kwa haya yote lazima tuyaangalie, lakini pia tujitahidi kutatua migogoro yetu ya kijamii, migogoro zaidi ya uongozi, migogoro baina yetu wenyewe, na lolote lile linalotokea tuitatue kwa njia ya amani na haki na kwa njia ya mazungumzo, ili kwa njia hii tutazidi kuweka swala la amani na usalama tunaozungumza, kwa sababu hakuna kitu kingine chochote. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba anatarajiwa kuendelea na ziara yake mkoani Iringa kuanzia Mei 23 hadi 24 kwa lengo la kukagua miradi ya maendeleo na kusikiliza kero za wananchi pamoja na kuzungumza nao kuhusu masuala mbalimbali ya maendeleo. Akizungumza na waandishi wa habari leo ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Iringa Henry Jansi amesema waziri mkuu atatembelea wilaya ya Iringa na wilaya ya Kilolo katika ziara hiyo. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, ndugu waandishi wa habari na watumishi wote mnaonisikiliza kutokea hapa Kamwene, naomba nichukue fursa hii kwa heshima kubwa sana kuwataarifu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatarajia kuendelea na ziara yake ya kikazi mkoani Iringa kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 24 ya mwezi wa 5. Na hivyo nichukue fursa hii kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa juu ya jambo hili kubwa na muhimu katika kuimarisha utawala bora, kuzungumza na wananchi, lakini pia kutatua changamoto mbalimbali ndani ya taifa letu. Atakapokuwa katika mkoa wetu wa Iringa, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatembelea wilaya ya Iringa na atatembelea wilaya ya Kilolo. Atakapokuwa wilaya ya Iringa atazungumza na wananchi kupitia jimbo la Iringa mjini, na mkutano utafanyika katika uwanja wa Kichangani manispaa ya Iringa. Na atakapokuwa katika wilaya ya Kilolo siku ya tarehe 24 atapata nafasi ya kuzungumza na wananchi katika uwanja wa stendi ya Kilolo. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wote wa wilaya hizi mbili kujumuika kwa pamoja kwenda kuzungumza na Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia kupata maelekezo mbalimbali ya serikali katika uhamasishaji wa maendeleo na mwelekeo bora wa taifa letu kwa mujibu wa ziara itakavyokuwa. Lakini pamoja na kuzungumza na wananchi, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatembelea na kukagua utekelezaji wa mradi wa Iringa Bypass, miongoni mwa miradi ya kimkakati inayotekelezwa ndani ya mkoa wetu wa Iringa, ili kuona namna mradi huo muhimu unavyoendelea kutekelezwa chini ya TANROADS. Lakini pia atakapokuwa Kilolo atapata nafasi ya kutembelea na kukagua utekelezaji wa barabara ya kimkakati ya Ipogoro Kilolo, ambayo ni kiungo cha kibiashara, kiuchumi na kijamii baina ya wilaya ya Iringa na wilaya ya Kilolo. Ni matarajio yangu kwamba kwa siku hizi mbili ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu atakuwa nasi katika mkoa wetu, hali ya usalama itaendelea kuwa imara, ushirikiano wetu utazidi kuimarika, lakini pia tutatumia fursa hiyo kushauriana naye, kuzungumza naye juu ya mambo mbalimbali ambayo kwa uwepo wake yataongeza tija na ustawi wa mkoa wetu. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi wote, watumishi wote na kila mdau wa maendeleo ambao ziara hii kwake itakuwa ni ya muhimu katika ujenzi wa utawala bora na ustawi wa mkoa wetu. Mwisho kabisa, niwaelekeze watumishi wote wa serikali, wakuu wa idara na vitengo wanaowajibika katika ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya nilizozitaja, wahakikishe wanakuwa sehemu ya ziara hiyo ili kurahisisha hoja mbalimbali na ufafanuzi wa masuala mbalimbali yatakayoibuliwa na wananchi, ili kujenga uelewa wa kutosha juu ya masuala hayo. Baada ya maelezo hayo, niwashukuruni sana, niwakaribisheni sana Iringa. Tuko tayari kwa ziara hii ya kimkakati. Mradi wa Iringa Bypass ambao ni mradi wa kimkakati ambao tunatarajia Mheshimiwa Waziri Mkuu atakwenda kutembelea na kuangalia hali ya utekelezaji wake. Mradi huu unagharimu shilingi bilioni 41.6. Lakini kwa upande wa mradi wa Ipogoro Kilolo ambao unatekelezwa baina ya wilaya ya Iringa na wilaya ya Kilolo, wenyewe unagharimu shilingi bilioni 61.12. Kwa hiyo ni miradi mikubwa, miradi ya kimkakati ambao tunaamini kuitembelea kwake kunaweza kuwa na maelekezo, kunaweza kuwa na hamasa ya maendeleo ya matumizi hizo barabara kwa wananchi, ili ziendelee kuleta tija ya uwepo wake katika miundombinu ya msingi ndani ya mkoa. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa ya habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kwa kutenga muda kwa thamani kutazama taarifa hizi za habari kwa siku ya leo. Nikutakie maandalizi mema ya Sabato, lakini pia weekend njema. Ulikuwa nami Pendo Gotton.